BBC yafichua maafa yaliyofichwa kwa kuzima interneti nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza kufika hapa, tafadhali wacha subscription yako. Ni siku ya 6 tangu Tanzania ingie katika giza la kidijitali. Mitandao ya kijamii imezimwa, interneti imekatwa na raia wengi wamesalia gizani kuhusu kinachoendelea katika nchi yao. Wakati huo huo, Rais Samia Suluhu Hassan ameapishwa kwa muhula wa pili wa urais ndani ya kambi ya jeshi jijini Dodoma, hafla ambayo imeacha maswali mengi kuliko majibu. Kwa mujibu wa ripoti ya BBC, kuzimwa kwa interneti kulitokea siku chache kabla na baada ya uchaguzi, hatua iliyofanywa iwe vigumu kwa mashirika ya habari, wanaharakati wa haki za binadamu na hata wananchi wa kawaida kupata taarifa kamili kuhusu vurugu zilizotikisa taifa hilo. BBC imeripoti wazi kwamba serikali ya Tanzania ilizuia upatikanaji wa taarifa kwa makusudi ili kuficha ukubwa wa maafa yaliyotokea baada ya maandamano ya kitaifa. Kwa mujibu wa uchunguzi wa BBC, ilionekana kwamba katika kipindi ambacho mitandao ilikuwa imezimwa, makumi hadi mamia ya raia waliuawa, wengi wao wakiwa vijana waliokuwa wakipinga matokeo ya uchaguzi. Mashuhuda waliambia redio hiyo ya kimataifa kwamba waliona magari ya jeshi yakikusanya miili ya waandamanaji usiku, na hospitali nyingi ziliamriwa zisitoe taarifa kwa umma. Kwa siku kadhaa, watangazaji wa BBC walijaribu kuwasiliana na maafisa wa serikali jijini Dodoma na Dar es Salaam, lakini hawakupata majibu ya moja kwa moja kuhusu idadi kamili ya waliouawa na waliokamatwa. Hata hivyo, kupitia mahojiano ya simu na raia walioko Dar es Salaam, Arusha na Mwanza, BBC ilipokea simulizi za watu waliopoteza ndugu zao na kushuhudia ghasia kwa macho yao wenyewe. Mmoja walioshuhudia alisema alisikia milio ya risasi karibu na makazi yake kwa muda wa saa 2 mfululizo, na katika siku ya pili ya maandamano. Mwingine alieleza jinsi vijana walivyokuwa wakikimbizwa na askari, wengine kupigwa risasi hadharani na baadhi kukamatwa na kupotea. Kwa mujibu wa BBC, shutuma kubwa zaidi ni kwamba kuzima kwa interneti kulikuwa mkakati wa serikali wa kuficha ushahidi, wakati mitandao ya kijamii kama Instagram, X, TikTok na Facebook zikiwa zimefungwa. Video na picha chache pekee zilizoweza kuvuja zilitoka nje ya nchi, hasa kupitia Kenya, ambako baadhi ya Watanzania waliweza kutumia VPN kuwasiliana na dunia. Vyombo vya habari vya ndani vilipigwa marufuku kuripoti maandamano, na kwa mujibu wa BBC ni vyombo vya kimataifa pekee vilivyoweza kutoa picha kamili ya kile kilichokuwa kinaendelea. Shirika hilo liliripoti wazi kuwa serikali ya Samia Suluhu ilikuwa inajaribu kuzuia ushahidi wa mauaji yasiyokuwa na idadi maalum, huku maafisa wa usalama wakihusishwa na matumizi ya nguvu kupita kiasi. Wakati hayo yakifanyika, Dodoma ilikuwa katika maandalizi ya hafla ya kuapishwa kwa Samia Suluhu Hassan. Tofauti na ilivyokuwa kwa marais waliomtangulia, hafla hiyo haikufanyika kwenye uwanja wa Taifa au mbele ya maelfu ya wananchi. Safari hii kiapo cha urais kilichukuliwa ndani ya kambi ya jeshi yenye ulinzi mkali, na hafla hiyo haikuruhusu umma kuhudhuria. Kwa mujibu wa wachambuzi wa kisiasa, hatua hiyo ni ishara ya wazi ya hofu iliyoenea serikalini. Kiongozi anayejiona anaungwa mkono na wananchi hana haja ya kuapa ndani ya ngome ya kijeshi. Hata hivyo, hali ilikuwa tofauti. Jeshi lilijaa kila kona, kamera za televisheni ya taifa pekee ndizo ziliruhusiwa kupiga picha, na kila sekundi ilikuwa imethibitiwa kwa uangalifu. Samia Suluhu alitangazwa mshindi kwa 98% ya kura, takriban kura milioni 1. Takriban milioni 31, lakini kwa mujibu wa BBC na waangalizi wa kimataifa, matokeo hayo hayana uwazi wala uhalali, kwani wagombea wakuu wa upinzani waliwekwa kizuizini na kupokonywa haki ya kugombea. Tundu Lissu aliyekuwa mpinzani mkuu kutoka Chadema alikamatwa wiki 2 kabla ya uchaguzi kwa mashtaka ya uchochezi na uhaini. Wakati huo Luhaga Mpina kutoka ACT Wazalendo vilevile alizuiwa kugombea kwa kile kilichoelezwa kama dosari za kiufundi. Wachambuzi wengi wanasema uamuzi huu ulikuwa wa makusudi, ukilenga kumwondoa Samia ushindani.
Hivyo basi ushindi wa Samia haukuwa ushindi wa kweli bali mchakato uliodhibitiwa, na ndiyo maana hata kuapishwa kwake kulifanyika katika siri na tahadhari kubwa, bila kishangwe, bila wananchi na bila kuonesha furaha ya ushindi halali. BBC imeeleza kuwa kufungwa kwa interneti kulifanya kazi ya kuripoti uchaguzi huu kuwa ngumu zaidi kuliko wakati wowote katika historia ya Tanzania. Waandishi wake walisema hawakuwahi kuona hali ambapo taifa zima limetengwa na dunia kwa siku nyingi kiasi hicho. Ripoti ya BBC pia imeweka wazi machungu ya wananchi waliopoteza ndugu zao. Mwanamke mmoja aliambia shirika hilo kwamba hajamuona mwanawe tangu siku ya uchaguzi, huku mwingine akieleza kuwa ndugu zake wawili walipotea baada ya maandamano na hakuna aliyejua walipo. Wakati hayo yote yakijiri, serikali ilisisitiza kuwa kuzimwa kwa interneti kulilenga kulinda usalama wa taifa. Na hata hivyo, kwa mujibu wa BBC na mashirika ya haki za binadamu, hoja hiyo ni ngumu kuamini, kwani ushahidi wote unaonyesha kwamba hatua hiyo ililenga kuficha ukweli. Kwa mujibu wa wachambuzi wa eneo la Afrika Mashariki, Tanzania sasa iko katika kipindi kigumu cha kisiasa. Nchi iliyojivunia umoja na uhuru kwa miongo kadhaa sasa imeingia katika kipindi cha woga, ukimya na utawala wa kijeshi. Na katika historia ya Tanzania, kuapishwa kwa marais kumekuwa ni sherehe ya furaha na umoja. Kikwete alipokula kiapo mwaka 2005, wananchi walifurika mitaani. Magufuli alipoapishwa mwaka 2015, uwanja wa taifa ulijaa nyimbo na shangwe. Lakini mwaka huu ni jeshi ndio lililokuwa mashuhuda wa tukio hilo. Na BBC imesema wazi katika ripoti yake kwamba kuapishwa kwa Samia Suluhu kwa siri ndani ya kambi ya jeshi ni ishara ya hofu na si uthabiti wa uongozi. Na kwa mujibu wa wachambuzi walionukuliwa, kiongozi anahitaji kulindwa na wanajeshi wakati wa kiapo chake ana hofu zaidi ya wananchi wake kuliko maadui wa nje. Kwa sasa dunia inaitazama Tanzania kwa wasiwasi. Mashirika ya kimataifa yanaitaka serikali kufungua interneti mara moja, kuruhusu vyombo vya habari kuripoti kwa uhuru na kufanya uchunguzi huru kuhusu vifo vya waandamanaji. Hali ya kisiasa nchini Tanzania inazidi kuibua maswali mazito, na wakati BBC na vyombo vya habari vya kimataifa vikifichua ukweli wa yaliyotokea chini ya giza la kuzimwa kwa interneti, serikali inaendelea kukaa kimya. Wengi wanaamini taifa hilo limefika mahali ambapo demokrasia imevunjika na hofu imechukua nafasi ya matumaini. Kwa sasa Tanzania inabaki kuwa nchi inayonyamazishwa, nchi ambako hata kiapo cha kiongozi wake mkuu kilifanyika gizani, na wakati macho ya dunia kitazama kwa mshangao. Na huu ulikuwa ni uchambuzi maalum wa Kenyascope kuhusu hali ya Tanzania wakati interneti ilikuwa imefungwa baada ya Samia Suluhu kutoa amri. Na ripoti kamili za BBC zilizofichua ukweli nyuma ya pazia la interneti hiyo iliyozimwa. Hapa unapata habari na uchambuzi wa kina, na kumbuka kusubscribe, kulike na vile kushare hii video ili tuweze kuwafikia wengi ambao hawajajua kuwa tushafika.